Mimi kwa jina naitwa Hamisi Salum Banyali, mwenyekiti wa kitongoji cha Kibimba hapa mahali ilipojengwa mahakama. Mimi nipende kushauri au kutoa pongezi kubwa hasa kwa hii mihimili mitatu iliyotajwa hapa mbele. Niombe ushirikiano uwe mzuri zaidi na uendelee, mahakama iendelee kushirikiana na mihimili mingine ili kuweze kuleta haki kwa Watanzania na hasa kuleta amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ili amani yetu iweze kudumu. Tusifarakane, sisi Watanzania ni wamoja, tuendelee kuwa na wamoja kwa kutumia chombo chetu hiki cha mahakama. Lakini niombe pia kuwapongeza mahakama kwa kutoa kuweka mpango wa mtandao kwamba walioko magerezani wanaweza kusikilizwa hata baada ya kuja mahakamani. Ni jambo zuri pia kabisa. Niombe tena sasa sisi paralegals watu msaada wa kisheria, mmoja hapo tutambua sisi huko tuliko. Sio mkusikuona wakiishi wa paralegals katika ukumbi huu. Sababu mle mwalika kama mdau muhimu. Tupo kila wakati nchi nzima. Sasa sijui kama mnawatambua. Niombe mahakimu wa wakati mahakama za mwanzo huko tuliko sisi watufahamu, na inapowezekana basi hata tushirikishe baadhi ya mashauri madogo wale wananchi wa chini tuishi nao kutoka kwenye mahakamani. Kwa sababu wengine hawajui, bila kujua, au pengine wangeishia labda kwenye ngazi za chini huko kwetu kama paralegals. Kile mtu anakutoka haelewi, ana elimu hiyo, sisi watu kama ni watu muhimu kule mahakamani. Kesi hii ni kesi ya kuku, kesi ya mtu dhulumu shilingi 1000, 2000, watu wanazozana mpaka mahakamani, kumenyeshia ngazi chini. Mahakama ya Tanzania. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia zawadi ya pumzi na uhai na kutuwezesha sisi sote kukutana hapa kwa siku ya leo tukiwa na uzima na afya tele. Ndugu mgeni wa heshima, leo ni siku muhimu sana katika shughuli za muhimili wa mahakama, wadau wa mahakama na wananchi wote kwa ujumla. Ni siku ya sheria nchini kwa mwaka 2026 yenye kauli mbiu isemayo mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Ndugu mgeni wa heshima, kwa mujibu wa ibara 107 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sura ya 2 urekebu wa mwaka 2023, mahakama ni chombo cha mwisho katika utoaji haki. Katika kutekeleza jukumu hili la utoaji haki, mahakama inaongozwa na dira isemayo haki sawa kwa wote mapema ipasavyo. Mahakama ikiwa ni mmoja wa mihimili ya dola imekuwa ikitekeleza majukumu yake kwa kutoa haki kwa wote ili kuiwezesha jamii kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi kwa lengo la kuongeza kipato cha mtu mmoja na taifa kwa ujumla. Kwa kufanya hivyo, mahakama huchangia kwa kiasi kikubwa kukuza ustawi na maendeleo ya taifa. Kwa kutambua mchango mkubwa wa mahakama katika ustawi wa jamii, mahakama imeona ni vyema kuchagua kauli mbiu ya siku ya sheria nchini kwa mwaka 2026 isemavyo, na nukuu, mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Lengo la kauli mbiu hii ni kuchambua na kuonesha mchango unaotolewa na mahakama ya Tanzania katika ustawi na maendeleo ya taifa. Ustawi wa taifa lolote unategemea uwezo wa jamii kumudu mahitaji muhimu ya binadamu yakiwemo chakula, mavazi na malazi. Ili kuwezesha upatikanaji wa mahitaji hayo, serikali ina jukumu la kuweka mazingira wezeshi
yatakayowezesha wananchi kufanya kazi kwa uhuru bila uoga ili kujipatia kipato halali katika mazingira ya amani. Katika kutekeleza jukumu hilo, Bunge hutunga sheria mbalimbali, mahakama hutafsiri sheria hizo na serikali huzitekeleza. Mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Ndugu mgeni wa heshima, mwaka 2025 Tanzania ilipitia dira ya taifa ya maendeleo 2025 itakayotekelezwa hadi kufikia 2050, ambayo miongoni mwa malengo yake ni kulifikisha taifa katika maendeleo yanayolingana na mataifa yenye uchumi wa kipato cha kati, ngazi ya juu au zaidi. Mahakama ikiwa mmoja wa mihimili ya dola ina mchango mkubwa katika kutimiza malengo ya dira ya taifa ambayo ndio msingi wa ustawi wa jamii. Hivyo, katika kutimiza jukumu lake la kikatiba, mahakama imeweka na inaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali yenye lengo la kurahisisha, kuharakisha na kufanikisha utoaji wa haki nchini ili kufikia azma ya ustawi wa jamii. Mikakati hiyo ni pamoja na kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi hadi ngazi za kata. Katika kuhakikisha huduma za mahakama zinawafikia wananchi kwa ukaribu, hususani katika wilaya ya Ngara, mahakama za mwanzo kadhaa zimehuishwa ambazo ni mahakama zifuatazo: Mahakama ya Mwanzo Nyakisasa, Bukiriro, Mganza na Mabawe. Uanzishwaji wa mahakama hizi umepunguza umbali wa wananchi kufuata huduma za haki na kuhakikisha upatikanaji wa huduma hizi kwa gharama nafuu na kwa wakati mwafaka. Matumizi ya TEHAMA katika kuongeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri, uwazi na uwajibikaji. Ndugu mgeni wa heshima, matumizi ya TEHAMA yameendelea kuwa nguzo muhimu katika kuboresha huduma za mahakama na kuongeza kasi ya usikilizwaji wa mashauri. Mwaka 2025, mfumo wa usikilizwaji wa mashauri kwa njia ya kielektroniki e-case management system uliendelea kuimarishwa na kuunganishwa na wadau 13 wa sekta za haki, wakiwemo Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS, EWURA, RITA na Jeshi la Magereza. Maboresho haya yamewezesha kubadilishana taarifa kwa urahisi, kupunguza ucheleweshaji wa mashauri na kurahisisha taratibu za kisheria. Aidha, huduma ya mahakama kwa njia ya mtandao zimeimarishwa, hatua inayosaidia kusogeza haki karibu zaidi na wananchi bila gharama kubwa za safari. Kwa mfano, mashauri yanayosikilizwa Mahakama Kuu, mtuhumiwa au shahidi anaweza kutoa ushahidi wake akiwa wilaya ya Ngara kupitia mifumo ya TEHAMA. Pia, ufunguaji wa mashauri umerahisishwa, kwani wadau wanaweza kufungua shauri sehemu yoyote ile nchini. Jumla ya majengo 205 ya mahakama yameunganishwa kwenye mfumo wa Joti MPLS, yani mfumo huo wa kimahakama wa kielektroniki, hali inayoongeza kasi ya mawasiliano na kuimarisha usalama wa taarifa. Maboresho haya yameongeza uwajibikaji wa mahakama kwa kuwezesha ufuatiliaji wa mashauri kwa wakati halisi, huku wananchi wakipata huduma za haki kwa wazi zaidi na kwa gharama nafuu. Gereza la wilaya Ngara tayari limeunganishwa
au limefungiwa mitambo maalum kwa ajili ya usikilizwaji wa mashauri. Endapo askari wa kuwasindikiza mahabusi kutoka gerezani kuja mahakamani wamekuwa na majukumu mengine, basi mahabusu wanaweza kusikilizwa kesi zao kwa njia ya mtandao wakiwa huko huko gerezani.